Ni siku nyingine tena ambayo tunamshukuru Mungu aliyetulinda na kututunza, akatupigania ndani ya usiku uliokuwa na mambo mengi, sisi tukiwa tumelala, lakini kwa neema ya Bwana ameturuzuku na hii ni siku nyingine tena. Bwana Yesu asifiwe. Tunalihimidi jina la Bwana kwa sababu tungali katika majira haya ya Pasaka, ambayo tafsiri ya Pasaka ni kutoka kwenye neno Passover, maana yake kutoka sehemu kwenda sehemu nyingine, kutoka sehemu hatarishi kwenda sehemu salama, kama ambavyo historia inatuambia ya wana wa Israeli pale Misri, damu ilipopakwa kwenye miimo, basi ile roho ya mauti ilipoona ile damu kwenye miimo ilipita, haikuwadhuru. Kwa hiyo tunalimidi jina la Bwana kwa sababu kupitia kufufuka kwa Yesu kaburini, basi tumepata Pasaka yetu, tumepata Passover yetu kutoka mahali tulipokuwa tumekwama, na sasa tuko huru kupitia kafara kubwa iliyofanywa na Yesu Kristo pale msalabani. Ni kwa sababu hii ninakukaribisha katika dakika hizi chache zisizozidi 15 tuweze kuliabudu jina la Bwana pamoja. Na nimevutwa sana na Roho Mtakatifu tuimbe wimbo huu wa Pasaka, na bado ninatumia nyimbo kwenye kitabu cha Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, na yumkini umewahi kusikia huu wimbo, lakini sikia maudhui yake na tuweze kubarikiwa pamoja. Ni wimbo nambari 111 kwenye kitabu cha Tumwabudu Mungu Wetu. Sikia maudhui na Mungu akubariki. Wimbo unaimba hivi: siku ya furaha, siku ya uzima, Yesu Kristo afufuka. Watu kifungoni wamefunguliwa, furahini, furahini wa Kristo. Watu kifungoni wamefunguliwa, furahini, furahini wa Kristo. Siku ya furaha, siku ya uzima, Yesu Kristo afufuka. Kufa kumeshindwa, uzima tayari, furahini, furahini wa Kristo. Kufa kumeshindwa, uzima tayari, furahini, furahini wa Kristo. Siku ya furaha, siku ya uzima, Yesu Kristo afufuka. Nguvu twapokea kumfuata sasa, furahini, furahini wa Kristo. Nguvu twapokea kumfuata sasa, furahini, furahini wa Kristo. Mambo matatu ni kukumbusha kupitia wimbo huu kwamba kwa sababu ya kufufuka kwa Yesu, vifungo vya kwako vifunguliwe katika jina la Yesu. Sema amen. Lakini kwa sababu ya kufufuka kwa Yesu, basi
kufa kumeshindwa. Kwa hiyo chochote cha kwako kinacho suggest kufa au kinataka kufa, kipokee kufufuka, kipokee uhai katika jina la Yesu. Sema amen. Na fungu la tatu, kwa sababu ya kufufuka kwa Yesu, basi upokee nguvu. Pokea nguvu kwenye jambo lolote unalolifanya, ni kwenye ndoa yako, ni kwenye biashara yako, ni kwenye elimu yako, ni kwenye mpango yako mwaka huu. Pokea nguvu ya kuexcel, pokea nguvu ya kufika kule ambako wengine wafiki, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Funika macho yako tuombe. Baba mwema, asante kwa ajili ya asubuhi hii. Asante kwa ajili ya rafiki yangu, asante kwa ajili ya baba huyu, asante kwa ajili ya mama huyu, asante kwa ajili ya kijana huyu wa kiume na wa kike na mtoto. Asante kwa sababu ya wewe kufufuka kutoka kwa wafu, tumepata uzima tayari. Tunatamka uzima kwenye maisha yetu, kwenye kila jambo tunalolifanya, kazi ya mikono yetu, tunatamka uzima, na habari ya mauti na kifo vituachie kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Baba mwema, asante kutubariki siku hii. Ni siku njema, siku ya Jumatano, na tumejidhabihu kwako kwamba sisi ni wale ambao tunabarikiwa nawe, ni wale ambao bila nguvu na baraka zako hatuwezi kusogea hatua. Ukatubariki na yule aliye mgonjwa, ni mama yangu, ni baba yangu, kijana wa kiume na kike na mtoto aliye mgonjwa hospitalini au nyumbani, wapokee uzima, wapokee uzima, wapokee uzima, waponywe kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Na tumekataa roho ya mauti, tumekataa roho ya mateso ya magonjwa, tumekataa magonjwa ya kuambukiza, tumekataa magonjwa ya kurithi kwenye familia, pumu pamoja na presha na sukari zinazowasilika na familia. Kwa jina la Yesu tunazitenga na kuziondoa na kuzifukuza kwenye miili yao kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Pokea uzima, pokea kufunguliwa, pokea kuwekwa huru. Mauti itengwe nawe, inuka, kwa sababu Yesu aliyefufuka yu hai, na wewe uzima ni fungu lako katika jina la Yesu. Na kama una imani sema amen. Mpendwa rafiki yangu ambaye unafuatilia akaunti hii ya YouTube, ninakushukuru kwa kusubscribe channel hii. Tena nakushukuru kwamba unampa rafiki yako habari hii ya akaunti hii ya YouTube Madhabahu ya Faraja, ili aweze kusubscribe pamoja na kulike na kucomment pale. Ninacho kuhakikishia ni kwamba Mungu atakupa neema kupitia akaunti hii kusikiliza ujumbe wa neno la Mungu ambao hauna makando kando, haushikamani na dini au dhehebu lolote, lakini ni ujumbe straight kutoka kwenye neno la Mungu, na neno la Mungu ni pumzi kamili ya kutujia na kutupa uhai. Lakini pia tutapata nafasi ya kuomba, tutaombeana, tutatiana moyo. Wengine dunia ikilaani, basi sisi tutabariki. Dunia na mambo yake yakikufunga, sisi tutatamka ufungulivu, utafunguliwa na kuwekwa huru katika jina la Yesu. Wengine wakikusukuma, sisi tutakupatia kupitia pendo la Kristo Yesu, na utasonga katika jina la Bwana. Sema amen. Ninaleta ujumbe wa neno la Mungu kwako kutoka Zaburi ya 134 mstari mmoja tu, mstari wa 3. Zaburi ya 134 mstari wa 3. Nisome neno hili katika jina la Bwana. Sema amen. Neno la Mungu linasema hivi: Bwana akubariki toka Sayuni, aliyezifanya mbingu na nchi. Ninaomba nirudie tena. Bwana akubariki toka Sayuni, aliyezifanya mbingu na nchi. Sema amen. Asubuhi ya leo Roho wa Mungu amenigusa nitamke baraka, na baraka hii sio tu kutoka kinywa cha kibinadamu, hapana, ni neno lililoandikwa katika maandiko matakatifu, na hili ni neno la Bwana. Anasema Zaburi ya 134, Bwana akubariki toka Sayuni, aliyezifanya mbingu na nchi. Unajua maisha ya mwanadamu yameumbwa, kuna kitu Mungu ameweka ndani cha kujisikia vizuri unapobarikiwa. Mtu anapokuambia ubarikiwe, utendewe mema, ufanikishwe, moyo na maisha ya mwanadamu yanajisikia vizuri. Na kwa sababu hiyo, kama vile ambavyo na wathiolojia wanajua kwamba kila siku moja inayoamka, tunayoamshwa, kuna neno linalosema usiogope, ndivyo na Mungu wetu anaachilia baraka kwenye maisha yetu.
si tu baraka ya mvua, si tu baraka ya hali ya hewa nzuri, akaweka hali za hewa majira ya this is all about seasons 4 katika uso wa dunia ili tuweze kuexperience hali tofauti tofauti, lakini ametamka baraka. Na leo hii kupitia neno hili la Zaburi ya 134 ninakutamkia baraka kwenye nyumba yako, kwenye kazi yako, kwenye chochote unachokifanya kilicho halali, ninakutamkia baraka. Na baraka hii imetoka kwa neno la Mungu, Zaburi ya 134 mstari wa 3. Bwana akubariki toka Sayuni. Sema amen. Ninarudia tena, Bwana akubariki kutoka Sayuni, aliyezifanya mbingu na nchi. Ubarikiwe baba yangu, ubarikiwe mama yangu, ubarikiwe ndugu yangu wa kiume na wa kike, na mtoto ubarikiwe. Ninautamkia mwili wako baraka. Hata kama ni mgonjwa, hata kama umepitia hali gani, pokea kubarikiwa na Bwana. Vifungo vikuachie, mwili wako usikie kubarikiwa. Kwa chochote unachokifanya kilicho halali, pokea baraka. Mungu akubariki, akutunze, ufanikishwe katika biashara, katika kazi yako pale ofisini, katika kazi ya kilimo, katika kazi ya kutunza watoto pale nyumbani na kuhakikisha maisha yanaenda pale nyumbani. Chochote unachokifanya, iwe ni biashara ya duka, iwe ni biashara ya majengeni, iwe ni dereva unaendesha daladala, ama unaendesha bodaboda, ama unaendesha guta, unaendesha bajaji, ubarikiwe na Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Zaburi ya 134 mstari wa 3. Hii ni haki yako, pokea baraka, ubarikiwe. Kama amekutamkia laana, mimi nakutamkia baraka. Kama familia yenu imeasilisha laana kwako kwamba ufanikiwe, pokea kubarikiwa. Mikono yako ipokee kubarikiwa, uso wako upokee kubarikiwa, kichwa chako kipokee kubarikiwa. Ubarikiwe uingiapo, ubarikiwe utokapo, ubarikiwe na Bwana, na laana zote zisambaratike kutoka kwa maisha yako na chochote unachokifanya. Nimekubariki na ujisikie kubarikiwa. Akubariki Mungu Mwenyezi, Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Siku hii uishi ukiwa umebarikiwa na Bwana, ukiwa umetendewa mema. Wewe sio mlaaniwa, wewe ni mbarikiwa, na tumekubariki katika jina lake Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Waliobarikiwa na Bwana waseme amen. See you shining. Mungu akutendee mema. Jumatano ya leo uexcel, usonge, ubarikiwe, utendewe mema na baraka ziwe fungu lako. Kwa kila utakachokifanya ikafanikiwe sana. Ushike na vishikike katika jina la Yesu. Sema amen.